Lakini tunapozungumzia usafiri wa reli katika Tanzania, tumefanya mapinduzi makubwa kwa sisi ambao kwa umri wangu tuliokuwepo wakati wa hizo reli ya kati usafiri. Mimi nakumbuka mara ya mwisho kusafiri kutoka Dar es Salaam kwenda Tanga ilinichukua usiku mmoja na nusu, kwa maana ya kwamba saa 12 jioni unafika Korogwe asubuhi, alafu kutoka Korogwe unakwenda Tanga unafika mchana. Sasa leo tunapoona SGR inapofanya kazi, ni moja ya mageuzi makubwa kwenye tasnia au sekta ya usafirishaji. Ni jambo ambalo leo nazungumzia mamilioni ya Watanzania waliosafiri kwa njia hiyo ya SGR mpaka kufikia sasa. Sasa katika wakati wote ule, mahala popote pale duniani, quick zinatokea inapohusu usafiri. Nazungumzia uzoefu wangu katika nchi za Ulaya ambapo nipata kuishi. Leo ninavyozungumza, katika nchi ya Sweden kuna watu wamekaa siku 3 na ndugu msafiri kabisa alikuwa anakwenda Umeå kaskazini. Kutokana na hali za hewa kuwa ngumu, hali ya hewa ya baridi kali, imebidi treni nyingi ziahirishe safari zake. Inatokea Uingereza, inatokea Canada na kwingine kokote. Na yanayotokea siwe sababu ya kuwakatisha watu tamaa, na hizi kauli za mitandaoni zisitumike kwa ajili ya kupotosha ukweli. Ukweli, moja ya kupongezwa kwa shirika la reli ya Tanzania sasa hivi ni taarifa. Wanatoa taarifa kwa wakati. Wafanye jambo hilo kwa sababu ndilo ambalo abiria tunalihitaji. Inapotokea changamoto, nini kimetokea, wakati gani utarudi tena usafiri, taarifa ziwe zinatolewa kwa wakati, na ndizo ambazo zinaweza kubakisha imani ya wasafiri wa reli kwa sasa hivi. Kwa vinginevyo, watu wasikatishwe tamaa, kwa sababu reli inaweza kawa ndio mkombozi wa usafiri katika nchi hii, na tunahitaji kusafiri kwa wingi sana katika usafiri wa reli. Moja ya mambo ambayo tayari hata shirika la reli la Tanzania limeanza kufanya, unapofika Morogoro kuna ushirika kati wa sekta binafsi na shirika la reli, unaweza ukapata usafiri wa kufika mjini. Dodoma hivyo kuna makampuni yanayoshirikiana na shirika la reli. Hivyo pale ambapo reli inakuwa na changamoto, kuwepo na mbadala wa kwamba waabiria waliokwama basi watasafiri kwa kampuni fulani ya mabasi, watafikisha vipi mahala ambapo kuna kituo. Vyote hivyo vinaweza vikaongeza imani ya abiria inapohusu utumizi wa reli, kwa maana kwamba hata Ulaya huwa inatokea hivyo. Kwa Watanzania wafahamu kwamba wakati wa ujenzi wa reli ya Tazara, Wamarekani na Benki ya Dunia haikutoa mkopo kwa Tanzania na Zambia, kwa sababu waliona reli ni usafiri unaowasaidia wanyonge wengi, walio wengi watumie magari utatunua spare kutoka Marekani, utatumia hela nyingi kununua magari, lakini reli inawabeba watu wengi, inapita maeneo ambapo watu wasingeweza kuwa na vituo hivyo. Kwa hiyo hata sasa hivi tuepuke zile propaganda zinazotutoa kwenye usafiri wa reli kwenda kwenye na kusafirisha mizigo kwa reli kwenda kutumia magari na mabasi, kwa sababu huko kwanza ni gharama kubwa, lakini inaharibu mazingira, lakini reli ni kwa wanyonge na gharama zake mara nyingi zinakuwa za chini. Kwa hiyo tusikatishwe tamaa, tuwekeze zaidi kwenye reli, tupande usafiri wa reli ili reli iweze kujilipa, na reli ni mizigo, watu wasafirishe mizigo yao kwa njia ya reli.